Ni siku nyingine tena katika kipindi chako bora kabisa cha michezo. Ni hapa Simba TV, mahala pekee ambapo unaweza ukapata taarifa zote rasmi za Simba Sports Club. Kwa wewe mpenzi, mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club, pengine ulikuwa unajiuliza au unasikia kwenye maeneo tofauti taarifa ambazo sana na Simba Sports Club, hakuna mahara ambapo unaweza kusikia kama si hapa kwenye Simba TV au kwenye mitandao ya kijamii ambayo inahusiana na Simba Sports Club. Mimi ni Tobias Sebastian kutokea hapa katika uwanja wa Mo Simba Arena Bunju, ndio ambapo tunazalisha Simba TV ndani ya juma hili. Katika mengi ambayo yametokea katika juma hili, la kwanza kabisa ambao tunakuletea, semaji la CAF Ahmed Ally, yeye ametoka kuzungumzia maandalizi ya mchezo wa hatua ya pili katika kombe la Liga ya Mabingwa barani Afrika ambalo tutacheza dhidi ya Nzingizini. Mchezo wa kwanza ukichezwa kule kwao Eswatini kati ya tarehe 17 hadi 19, lakini pia mchezo wa pili tukija kumaliza Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Semaji la CAF amezungumzia maandalizi na vyote ambavyo tunavelekea mchezo huo. Lakini pia sambamba na hilo, tutakuja kushuhudia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United ambao ulicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mnyama akipata sare ya bao 1-1 na kuqualify kwenda kwenye hatua inayofuata. Tutapata nafasi ya kumsikia CEO wa Simba Sports Club Zubeda Hassan Sakuru ambaye amezungumza kwa niaba ya uongozi, lakini pia tutasikia wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza katika mchezo huo nao wakizungumza kile ambacho kimetokea. Mwisho kabisa tutashuhudia mchezo wetu wa kwanza ligi kuu ya NBC ambao tulicheza dhidi ya Fountain Gate. Mchezo ukicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tukipata ushindi mnono. Mchezo ulikuwa mzuri, vitu vingi ambavyo vimetokea ikiwemo mabao ambayo tumefunga. Tutakuja kushuhudia vitu tofauti katika taarifa hiyo ambayo tutakuletea wewe mpenzi mtazamaji na wewe ambao unafuatilia Simba TV ndani ya juma hili. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Nimetoka kukuambia hapo awali, story ya kwanza katika Simba TV wiki hii tunakuletea semaji la CAF mwenye mashindano yake. Yeye amezungumzia kuhusiana na maandalizi ya mchezo wetu wa CAF ambao unafuata. Na mchezo ambao unafuata tunacheza dhidi ya Nzingizini kati ya tarehe 17 hadi 19. Siku moja kati hapo, na mchezo wa kwanza tukianzia pale Eswatini, kisha tutakuja kurudiana nao katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Semaji la CAF huyu hapa amezungumza vingi kuhusiana na maandalizi pamoja na mchezo wenyewe. Katika nchi ya Afrika ambao nilikuwa sijawahi kufika ni Eswatini. Kwa hiyo nimefurahi mno kuona tunakwenda Eswatini. Kwa hiyo vijana wangu mjue tu safari hii nimo. Lakini kuna taarifa nimepewa. Ipi? Kuna kazi utapewa uende ukashiriki ya klabu. Wakati timu ipo Eswatini. Nitakwenda. Nitakwenda Eswatini. Zamani Swaziland, kwa wale watu ambao hawafahamu kama nchi ile ilibadilisha jina kutoka Swaziland kwenda Eswatini. Ni maarufu sana kwa title ya King Mswati. Huko ndiko ambako mnyama anaelekea. Of course si mara ya kwanza, tumewahi kwenda kucheza hapo na Mbabane Swallows na mnyama alifanya maajabu makubwa sana. Safari hii ni dhidi ya Nzingizini, mabingwa hawa wa timu wa taifa la Eswatini. Of course wakati tumekwenda kucheza Gaborone, tumekwenda Botswana kucheza na Gaborone United, tulikutana nao watu wa Nzingizini na wenyewe walikuwa wanacheza na timu kutoka Zimbabwe inaitwa Simba Bora, ambapo Zimbabwe wenyewe wanachezea mechi zao Botswana kwa sababu nchi yao viwanja ni changamotoni. Kwa hiyo tuliwaona Nzingizini, hatukupay attention kubwa sana kwa sababu hatukujua kama tunakutana nao, lakini sisi tulikuwa tuna kibarua kigumu. Kwa hiyo uwezi kuanza kumwangalia kule mbele kabla hujamaliza kumalizana na huyu. Kwa hiyo tumefurahi, tumeshamfahamu mpinzani wetu, na mechi itakuwa ni kati ya tarehe 17, 18 na 19 ya mwezi wa 10. Mara baada ya mchezo dhidi ya Namungo, kuna break ya FIFA hapo, FIFA calendar hile, kutoka tarehe 4 mpaka tarehe 6 mpaka 14. Baada hapo manake wachezaji wanarejea kambini kwa ajili ya safari ya kuelekea zetu Eswatini. Lakini wale ambao hawatakuwa na majukumu ya timu ya taifa ama timu za taifa, wale wataendelea na mazoezi, wataendelea na program ya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Na watu wote ambao watabaki hapa manake watabaki chini ya mwalimu mpya ambaye nipende kuwathibitishia wana Simba ya kwamba ndani ya wiki hii
tutatangaza benchi jipya la ufundi la Simba Sports Club litakaloongozwa na kocha mkuu ambaye punde tu watu wa Simba TV. Ndani juma hili pia tumetembelea mazoezi na matayarisho ya kikosi cha Simba Queens ambayo yanaendelea kuhakikisha wanafanya vizuri katika michuano ya Ngao ya Jamii. Na ratiba imetoka ikionyesha mchezo wa nusu finali ya Ngao ya Jamii utachezwa tarehe 9 mwezi wa 10 katika uwanja wa KMC Complex, na mara baada ya mchezo huu tutafahamu kama tutakwenda kucheza mchezo wa finali au mchezo wa mshindi wa tatu. Lakini pia katika mazoezi haya ambayo yamefanyika kwa hali ya juu, morali ya juu, tumepata nafasi ya kuzungumza na kocha mkuu ambaye yeye amezungumza matayarisho ya mchezaji mmoja mmoja, wachezaji wapya, wale wachezaji waliokuwa kwenye kikosi msimu uliopita, na hii yote kuhakikisha tunakwenda vizuri na kuchukua taji la kwanza msimu. Lakini pia kocha mkuu amezungumza matayarisho na maandalizi ya timu kuelekea mchezo au kuelekea michezo ya ligi kuu ambayo itaanza hivi karibuni mara baada ya michezo ya Ngao ya Jamii kuchezwa. Huyu hapa ni kocha mkuu wa Simba Queens akizungumzia haya yote. Nafikiri tumeanza hii wiki ya pili sasa na tumeplan vizuri. Kwa muda ambao tumeanza mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri kwa sababu tumeanza na hiyo syllabus ambayo tumeweka pre-season na muendelezo ni mzuri mpaka sasa hivi. Wachezaji wameshika vitu vingi. Tuko almost halfway, na kama unavyojua wiki ijayo tuna mashindano. Kwa hiyo sasa tunajaribu kupush zaidi ili tutakapofika kwa mashindano angalau tuwe tayari kuweza kupambana. Tuna timu nzuri, wachezaji wanahitaji sana mafanikio, na hata ukiona kwa mazoezi unaona kwa kuna kitu ambacho sisi tunatafuta, na sisi kama walimu pia tumeandaa mbinu nyingi ambazo tunaelekeza wachezaji wetu na wanashika. Yani mimi kama coach mpaka sasa na furaha kwa sababu vitu vingi ambavyo tunafundisha unaona yani kwa wachezaji wanahitaji kufanya. Na sisi tuna malengo, tumefanya malengo na wachezaji na wote wamesaini kabisa, wamesaini mikataba yao kwa wanahitaji kufanya vizuri mwaka huu, na tunafanya mpira mzuri, lakini pia tunataka tushinde. Tunafanya mpira mzuri na kushinda. Kwa hiyo tumefika level nzuri. Kwa hiyo naamini mpaka siku ya mashindano watu watafurahia mpira mzuri kutoka Simba na jinsi ambavyo tutakuwa tunatafuta ushindi hapa. Tuna nafasi ya kubeba mataji ambayo msimu uliopita hatukufanikiwa kuyapata. Nafasi ipo. Huu ni mchezo wa mpira wa miguu. Nafasi ipo, na siku zote tuna set goals, tunaweka malengo makubwa. Na kama mimi nilipokuja, malengo ni kuwa bingwa wa Tanzania, lakini pia kwenda kucheza Champions League kwa msimu ujao. Kwa hiyo hayo yote tuko nayo na tunajua, na ndio maana umeona tunafanya kazi hivi. Yeah. Mashabiki wa Simba pengine wanatamani kusikia kutoka kwako. Tuna siku 10 kama si 9 kutoka hivi sasa. Wachezaji jinsi walivyo waje kwenye uwanja wa KMC Complex wakiwa na hali na morali ya kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa au tunafanya vizuri na kwenda finali. Yeah, nafikiri kama ulivyosema siku 9 hizo, na sisi tumeshakuwa na wiki 2. Tumejiandaa. Tunahitaji maandalizi zaidi pia kwa hizo siku zilizobakia, na mashabiki wa Simba waje uwanjani kwa sababu ni timu yao, na huu ni mpira wa miguu, sio? Sisi tumejiandaa kutoa 100% ya kile kitu ambacho tumekiandaa kwenye mazoezi. Hii ni new package kwa sababu wachezaji wengi ni wageni, na nafikiri wawe na hamu ya kuona hiyo new package itaonekana vipi. Ni box la zawadi ambalo limefungwa na tutalifungua siku hiyo. Semaji la CAF. Sasa tuangalie vile ambavyo vilitokea katika mchezo wetu ambao umetupeleka katika hatua inayofuata katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Mchezo ambao tulicheza nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tulipata sare ya bao 1-1. Bao ambalo lilifungwa na Jean Charles Ahoua, lakini pia CEO wa Simba Sports Club alipata nafasi ya kuzungumza, Bi Zubeda Hassan Sakuru, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza katika mchezo huo nao walizungumza. Tupate kushuhudia hizo interview, tupate kushuhudia bao, lakini pia tupate nafasi ya kuangalia highlight au vile ambavyo vilitokea kwenye mchezo huo. Shamu Karabwe kwa mtutobo la maudhi kweli na Eli Mpanzo Kibisawala anatafuta njia iwapi katikati ya wachezaji watatu, bado anaiweka ndani kwa Ahoua, inavushwa kwa mtafuta Soa lakini haijafika. Soa anacheza mlinda mlango, mwamuzi anasemaje? Penalty! Anafunika Muhammad Ali Musa, anawaambia weka kwenye doti jeupe. Simba walipata shot on target ya kwanza,
mpira uliporudi akaguswa mtu akalala kwenye kisanduku, analia pale, sauti ya kilio inasikika. Wanalia wachezaji wa Gaborone na wanamwambia mwamuzi be fair with us, naye mwamuzi anamwambia chunga lugha zako. Alikuwa ni Morris yule Michael Abraham akiwekwa chini ndani ya kisanduku, hakuwa na ajizi aina yoyote ile. Mohamed Ali Musa anawaambia weka mpira kwenye doti jeupe. Bench kule la Gaborone United Sporting Club, kila mmoja anashika katika eneo ambalo anaamini ni sahihi kwake. Kuonesha maumivu ni Tabo dhidi ya Jean-Charles Ahoua. Atafanya nini Ahoua? Amekuwa ni bora kwenye mipira ya penalty na mipira hata ya foul. Leo itakuwaje? Ameamka vipi hii leo? Acha tuone. Ahoua na Tabo. Na kisha Ahoua anaweka kunyavu. Simba anatangulia kwa mkwaju wa penalty. Anaweka tena nyavuni kule. Ahoua akipiga simu sasa, sijui anampigia nani. Ni nani ambaye anamwambia kwamba sasa mambo huku yameiva, mambo ni bulbul. Simba wanatangulia kama ilivyokuwa pale Gaborone. Alikwenda akaonyesha utulivu wa hali ya juu, kisha akamtupa mlinda mlango, licha kwamba aliuona mlinda mlango Tabo, lakini vipimo vilikuwa ni vya kiufundi kweli kweli. Mechi ilikuwa ngumu, lakini sisi kama management kazi yetu ni kuhakikisha kwamba kwenye michezo inayofuata basi tunaboresha mikakati yetu ya kiufundi. Pengine maandalizi, matayarisho kuelekea mchezo huo tayari yameshaanza in terms performance ambayo imeonekana leo? Maandalizi mengi yamefanyika na tuko katika hatua nzuri. Wote tunaona kuna michakato mbalimbali inayoendelea hasa katika kuboresha benchi letu la ufundi, lakini vile vile leo mechi haikuwa na watazamaji, lakini sisi kama management tumeweka utaratibu mzuri ambapo tutakapoelekea sasa katika hatua ya makundi, basi tunaporejesha mashabiki uwanjani tuwe na mikakati ya kuweza kuhakikisha tuna adhere kwenye regulations na kanuni nyingine zote zinazoongoza mashindano ya kimataifa. Tuambie mashabiki ambao leo tumekosekana nao, nini wanachochika kufanya kuanzia sasa? Nyie ni wa muhimu sana na leo tumeona umuhimu wenu. Kukosekana kwenu kidogo kulileta mtikisiko. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kumaliza mchezo salama kwa kutoka sare ya moja kwa moja, lakini alikuwa lengo letu tulikuwa tupate matokeo, lakini yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa kitu tulichokipata, kwa sababu tumeweza kuvuka hatua inayofuatia, na mchezo kwa mgumu umetupa mchezo mzuri sana, na mimi tutajipanga, tutajiandaa na michezo ijayo. Kwenye ngazi ya klabu kumbukumbu zangu zenye mbele mchezo wako wa kwanza wa CAF, niko sahihi? Ya, uko sahihi. Sawa, tueleze nini ambacho kilikuwa ndani kwako ambacho sema unajiandaa nacho unaenda kukionyesha, na mara baada ya mchezo kumalizika umekionyesha? Kwanza kabisa ni lengo langu kubwa kwanza kucheza mashindano haya ya CAF. Ukiangalia ni mashindano makubwa sana, kwa hiyo kwangu mimi pia inaweza kuniongezea exposure hata katika safari ya career yangu. Pia naamini nilikuwa na tamani sana kuweza kucheza mchezo huu wa leo, na imeniongezea kitu kikubwa. Ukiangalia pia hata mchezo uliopita na leo ni sio kitu kigumu, kirahisi sana kuwa na consistency, lakini ni kitu kigumu, na mimi kama mimi ni kuendeleza zaidi pale nilipoishia ili niweze kuwa na consistency nzuri. Nini ambacho kilikuwa kwako, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao umecheza vizuri ile? Ulijiandaa zaidi, ulikuwa na mazoezi yako binafsi au nini? Kwanza kabisa ilikuwa ni kujiamini na kuamini kwamba naweza nikafanya kwa kile ambacho Mungu amenijalia na kile ambacho mwalimu ameweza kutufundisha katika uwanja wa mazoezi, kwa hiyo ni kuvichukua vile na kuweza kuviingiza katika uwanja wa mechi kwa 100%. Tuje kwenye ambalo tulikuwa tunalihitaji as a team kwenye mchezo huu, tumefanikiwa? As a team tumefanikiwa kwa sababu lengo kubwa kabisa lilikuwa ni kuweza kuvuka katika hatua inayofuatia. Kwa kama sisi kama team tumefanikiwa lengo hilo. Sawa, tumecheza bila mashabiki, ilikuwa ni ngumu? Kwanza kabisa mashabiki ni watu muhimu sana. Watu muhimu ni wachezaji wa 12. Uwepo wao ni muhimu sana katika
katika uwanja wa mechi kwa sababu ya kuweza kutupa support, kutupa motisha ili tuweze kuwa na energy zaidi. Sawa, tuje kwenye hili. Mchezo umemalizika, tumekwenda kwenye hatua inayofuata. Hatujajua bado tutakutana na nani, lakini kilichopo mbele ni mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo. Siku 3 kama si 2 kutoka leo. Naamini ni kujiandaa sasa hivi, la CAF limepita, tunaliweka nyuma, tunaangalia na focus inayofuatia ni ambayo ni ligi kuu ya NBC, ni kuendeleza kama pale tulipoishia, tuweze kupata pointi 3 muhimu ili tuweze kuwa katika nafasi nzuri kwenye ligi. Kwa upande wangu kwanza naweza nikasema ni mechi ngumu kwa sababu ni mechi ambayo wapinzani wamekuja nao walikuwa wanataka qualify, lakini kwa jinsi ambavyo tumejiandaa na kwa jinsi ambavyo tumefuata maelekezo ya benchi ya ufundi tumeweza kuqualify kwa suluhu ya goli 1-1, lakini so far so good. Kwa upande wangu mimi hapa ni mechi ya pili kweli ya CAF, lakini alhamdulillah siku zaidi ya siku basi nazidi kufuata maelekezo ya benchi la ufundi na walimu, basi naamini kesho itakuwa zaidi ya leo. Unadhani kucheza bila ya uwepo wa mashabiki wetu ilichangia ugumu wa mechi ya leo? Yeah, of course kucheza bila mashabiki kwa sababu ukiwalisia mashabiki wa Simba Sports Club ni mchezaji wa 12 uwanjani. Kwa hiyo kukosekana leo kwenye mechi ngumu kama hii kwetu sisi ilituangusha kiasi fulani, lakini tunaamini kwamba walikuwa wanatusupport kuangalia kwenye TV na sisi tulikuwa tunapambana kwa ajili yao ili tushinde mechi, lakini haikuwa riziki yetu. Tumetoka 1-1 lakini tumevuka kwenda hatua nyingine. Tunaomba wasikate tamaa kutuunga mkono, na sisi tupo kwa ajili yao na tunapambana kwa ajili ya kuwapa furaha. Tumefanikiwa kile ambacho tumekifuata hii leo Benjamin Mkapa? Yeah, tumefanikiwa kwa kiasi fulani kwa sababu tumequalify. Lengo letu lilikuwa ni kushinda mechi na qualify, lakini kushinda imeshindikana leo, lakini alhamdulillah tumequalify. Tutajiandaa na mechi ijayo. Kwa sasa hivi tuna focus na mechi ya ligi ijayo dhidi ya Namungo. Kwa hiyo tunaamini baada ya mechi hiyo tutajiandaa. Hili kama ambavyo nimetoka kukuambia, tunakuletea pia mchezo wetu wa kwanza ligi kuu ya NBC ambao tulikuwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa tukicheza dhidi ya Fountain Gate. Ushindi mnono ambao tulipata katika mchezo huo, lakini pia wachezaji wetu wakaonekana kucheza vizuri. Hebu tuangalie mabao jinsi ambavyo yalikuwa, lakini pia tuangalie highlight au vile ambavyo vilitokea katika mchezo huo, lakini mwisho tutapata nafasi ya kushuhudia na kuangalia interviews za wachezaji ambao walipata nafasi ya kuzungumza mara baada ya mchezo huo kutamatika. Jean Shalewa ikiwa ni kona ya kwanza katika mchezo huu. Nazungushwa mpira ndani kwenye nafasi ya Zaheda ile jaza ndani. Rushain Deroik anaufungua msimu kwa wekundu wa Msimbazi. Kona safi kabisa, Jean Shalewa anakwenda juu akitazama kwa macho yote mawili ule mpira. Pasi ya Ivory Coast inamalizwa vyema kabisa na Msauzi kwa heda, lakini Selemani Matola anahitaji zaidi na zaidi kwa wachezaji wake. Mlinzi bora South Africa 19-20 alitazama mchezo, akatazama mpira, akazungusha kichwa na kupeleka mbali kabisa kwa Fadhili Kisunga. Simba 1 mapema kabisa wanakwenda kutangulia. Alikuwa huru, alizungusha tu kichwa chake kile mpira ambao unakwenda kupokelewa kwenye net. Rushain Deroik ndio jina ambalo linasoma kwenye jezi yake, jina ambalo litaandikwa kwenye vitabu vya wekundu wa Msimbazi. Msimu mpya ulifunguliwa na mlinzi wa kati Kapombe. Lamela anakwenda kuweka mpira kina Wai tena, kinaondosha Jackson Shiga. Kagoma ameingia tena, Yusuf Kagoma Yusuf anamtengea kwenye nafasi ya Lia huku unasimulia muda utoshi. Fountain Gate hawaamini ambacho wanakiona. Jean Shalewa anaendelea pale alipoishia msimu uliomalizika, wakati ambao Elim Panzu Kibisawala akiongoza kile ambacho kinafanyika. Jahazi linazidi kuzama kwa Fountain Gate. Bao la pili Simba Sports Club. Asisti ni ya Yusuf Kagoma, aliweka mwili lakini hakuziba mpira, akaingia Yusuf Kagoma the Terminator.
katikati, akatazama mpira akamtengea Jean Shalewa na kaandika bao la pili. Alipita katikati yao kama anakwenda Galilaya Yusuf Kagoma, akatazama wapi aweke mpira, akamwona Jean Shalewa kwenye teleskopi yake. Eli Mpanzu, Eli anaingia mwenyewe, Mpanzu anaweka pasi ya chini ndani kwenye nafasi. Ule mdundo ngoma mliotaka kusikia, ngozi yake sasa imewambwa. Simba mweusi Jonathan Soa anaandika bao la tatu kwa Simba, lakini bao la kwanza kwake yeye. Anafungua kaunti ya mabao katika mechi rasmi za wekundu wa Msimbazi. Alichekecha the catalyst Eli Mpanzu, ikamkuta Jonathan Soa kwenye nafasi, akaikamilisha mission yake. Mission accomplished kwa Jonathan Soa. Bao la kwanza kwa upande wake yeye, lakini chuma cha tatu kwa Simba. Simba mweusi anaweka wino mwekundu kwenye maumivu kwenye kidonda cha Fountain Gate. Tulieni, ndio namna ambavyo ishara yake inaonekana. Obviously, it's a nice feeling, you know, to play, especially at home in front of our fans, and to be able to win today is a special feeling. Hopefully, we can continue this way and continue to make them proud. Yeah, obviously, that's going to be a difficult game. We played away and we managed to get a victory, but it wasn't an easy game, you know, so it's important for us to now go into this game with the right mentality, and I'm sure if we do that, we'll be able to get the win again. Yeah, I just obviously want to say thank you to them, you know, for coming out in numbers today. It's obviously, it's not a weekend, you know, it's a weekday, so for those who came, I'm very happy to see them, obviously, and I'm glad. I hope they're glad with the victory, yeah. Mimi binafsi kwanza nilikuwa curious kwa sababu sijawahi kucheza, ni kwa mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo ndo naanza ku-experience ligi ya Tanzania bara. Kwa hiyo nilikuwa na hamu sana ya kuweza kupata mchezo wangu wa kwanza ili nione the feeling ya ligi kuu Tanzania bara. Umecheza vizuri Momo. Nini ambacho kilikuwa kinazungumza ndani yako? Ndani yangu kwanza, kila siku cha kwanza ni confidence, pia cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, cha pili confidence. Katika hayo yote naamini unaweza kuwa na mchezo mzuri katika game yoyote ile. Tutarajie hiki ambacho mkionyesha leo kitakuwa zaidi? Tutarajie zaidi, naamini ni kujiandaa zaidi kuweza kuwa na discipline ndani na nje ya kiwanja ili kuweza kufanya vizuri zaidi katika michezo ijayo. Kwa niaba ya wachezaji wenzako, mchezo unaofuata ni Jumapili, mchezo wa CAF dhidi ya Gaborone United. Naamini sio mchezo rahisi, ni mchezo mgumu kama tulivyoona. Tuna wapinzani wazuri, kwa hiyo na sisi tutajiandaa vizuri tuweze kuwakabili katika siku ya Jumapili. Unajisikiaje wa mashabiki wote wa Simba wanakushangilia? Morris, nini kinazungumza? Najisikia vizuri kwa sababu sio kitu kidogo katika mchezo wako wa kwanza, afu mashabiki wakakupokea kwa uzuri kiasi hiki, kwa hiyo kinazidi kunipa mimi motisha ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Shukrani. Asante sana. I feel good because this is my first match playing for Simba, and this it will be a big game or a bit tough for me. So I think I'm grateful. I'm grateful for playing this 90 minutes, working hard. All what I'll say, I give thanks to Almighty God for giving me this goal and the strength, and I'll give thanks to my coach for having that belief in me to play that 90 minutes. And I promise him day in, day out, when I have the chance, I'll try my best to deliver. Kwa wewe ambao ulikuwa unaangalia na kufuatilia Simba TV ndani ya juma hili, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kuviona vile ambavyo pengine ulikuwa ukivisikia, ukijiuliza na ukitamani kuvifahamu. Hapa Simba TV ndio mahala pekee ambapo unaweza kupata taarifa zote rasmi za Simba Sports Club. Hapa ndio unaweza kupata interview za wachezaji, unaweza kupata interview za viongozi, unaweza kupata interview za benchi la ufundi na wale wote ambao wanahusiana na Simba Sports Club, ikiwemo na mashabiki wa Simba ambao wenyewe katika maeneo mbalimbali huwa wanapenda kuzungumza na TV yao. Na hapa Simba TV ndio mahala pekee ambapo wao wanazungumza, lakini pia ndio mahala pekee ambapo wao wanazungumzia mazuri timu yao. Wewe mpenzi mtazamaji, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nilikuwa nakuletea Simba TV ndani ya juma hili kutoka hapa Mo Simba Arena. Usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV ndani ya juma lijalo. Bye.